Karibu sana wana NNJ-TV, mimi ni Abdul Majid na leo tumekuja na makala maalum kuhusu tofauti ya makombora, matumizi yake na uchambuzi wa kina. Endelea kwa nami. Makombora ni miongoni mwa silaha za kisasa zinazotumika katika ulinzi na mashambulizi ya kijeshi. Yana uwezo wa kulenga shabaha kwa usahihi mkubwa na hutofautiana kulingana na umbali, kasi na mfumo wa uongozaji na aina ya shabaha inayolengwa. Katika makala hii tutachambua aina kuu za makombora na matumizi yake. Aina ya kwanza ya kombora ni ballistic missiles. Hurushwa kwa nguvu kubwa kwenda juu ya anga, kisha hushuka kwa kasi kubwa kuelekea shabaha kutokana na mvuto wa dunia, yani force of gravity. Ballistic missile ina sifa ya kwenda umbali kuanzia kilomita 300 hadi zaidi ya 1000. Ballistic missiles ina kasi kubwa sana. Baadhi yanaweza kubeba vichwa vya kawaida au vya nyuklia. Ballistic missiles hutumika kushambulia vituo vya kijeshi, kushambulia viwanja vya ndege, pia na kushambulia miji na miundombinu muhimu wakati wa vita. Ballistic missiles ina faida ya umbali mkubwa, nguvu kubwa ya uharibifu na ni vigumu kuyazuia baada ya kurushwa. Aina ya pili ya makombora ni cruise missile. Huruka chini karibu na uso wa ardhi au bahari huku ikiongozwa kwa usahihi mkubwa. Cruise missile ina sifa ya kuruka chini ili kupunguza uwezekano wa kugunduliwa. Lina usahihi mkubwa katika kushambulia. Cruise missile hutumika kushambulia makao makuu ya kijeshi, vituo vya mawasiliano na mitambo ya umeme au miundombinu muhimu. Cruise missile ina faida ya kushambulia kwa usahihi mkubwa na uharibifu mdogo kwa maeneo yasiyolengwa. Aina tatu ya kombora ni surface to air missiles. SAM ni aina ya kombora linalorushwa kutoka ardhini kwenda angani kwa ajili ya kutungua vitisho vya anga. Hutumika kama air defense system. Pia hutumika kuzuia ndege za kivita, helikopta na baadhi ya makombora. Ina umuhimu kwa sababu ni sehemu muhimu ya mifumo ya ulinzi wa anga wa nchi. Aina ya 4 ya kombora ni air to air missile. Hurushwa kutoka ndege moja kwenda kulenga ndege nyingine. Hutumika kwa mapambano ya anga, kujilinda dhidi ya ndege za maadui. Aina ya 5 ni anti-ship missile. Limeundwa mahususi kushambulia meli za kivita au meli nyingine baharini. Hutumika kuzamisha meli na kulinda pwani dhidi ya uvamizi wa baharini. Aina ya 6 ni anti-tank guided missile, ATGM. Ni kombora dogo linalotumiwa dhidi ya vifaru na magari ya kivita. Hutumika kuharibu vifaru na kushambulia magari ya kivita kwa usahihi. Aina ya 7 ni hypersonic missile. Ni kombora linalosafiri kwa kasi inayozidi mara 5 ya kasi ya sauti, yani Mach 5 au zaidi. Hypersonic missile ina sifa ya kasi ya juu sana. Linaweza kubadilisha njia likiwa safarini na ni gumu zaidi kudunguliwa na kuzuiliwa. Hypersonic missiles hutumika kushambulia malengo muhimu kwa muda mfupi na kuepuka mifumo ya kawaida ya ulinzi wa anga, yani air defense system. Teknolojia ya makombora imeendelea kwa kasi na kila aina imeundwa kwa kazi maalum. Baadhi hulenga mashambulizi ya umbali mrefu, mengine hulinda anga, huku mengine yakitumika dhidi ya meli na vifaru. Tofauti hizi zinaonyesha jinsi mbinu za kisasa za kijeshi zinavyotegemea aina mbalimbali za makombora kulingana na mazingira na malengo ya operesheni. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Kama umejifunza kitu kipya kuhusu tofauti za makombora na matumizi yake, usisahau kuacha like, comment na subscribe ili usikose makala nyingine zenye uchambuzi wa kina kuhusu teknolojia za kijeshi, masuala ya ulinzi na matukio muhimu duniani. Andika maoni yako hapo chini
Ni aina gani ya kombora imekuvutia zaidi na kwa nini? Mimi ni Abdul Majid na hii ni NNJ TV. Tukutane tena kwenye video ijayo kunako majaliwa. Kwa heri na uwe na wakati mwema. Bye.